Karibu sana wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni Bwana Ezra. Umati wa wananchi wa Kenya ambao walikuwa wamekusanywa kuenda kumsherehekea William Ruto, kumpigia makofi na kuweza kuonyesha wingi kwamba Mheshimiwa Ruto anapendwa, waliweza kulazimika kulala njiani baada ya serikali kutoroka bila kuwawekea magari mafuta. Kumbuka kwamba kipindi ambapo serikali inakusanya wananchi waende kumsherehekea William Ruto, tuseme for example kipindi ambapo yupo kwenye function fulani, serikali ndio inapaswa kugharamia mpaka mafuta wanaweka kwenye magari. Sasa wananchi wa Taita Taveta waliitwa na serikali, wakaenda ama walikusanywa na serikali, wakaenda kwenye mkutano wa William Ruto wa Nyota Fund, wakaenda kumsherehekea, alafu wapewe shilingi 20,000 na mpele. Baada ya ule mkutano kukamilika, serikali iliondoka, wabunge ambao waliweza kuwa mobilize, kuwakusanya, wakatoroka, wakawaacha bila hata kuwanunulia chakula. Mahala ambapo walikuwa wanalala wale wabunge na serikali haitaki kujua. Sasa inasemekana kwamba magari yaliweza kuisha mafuta, ikabidi hawa wananchi wakalala njiani, akina mama ambao ni wajawazito, akina mama ambao walikuwa na watoto, Wakenya ambao ni walemavu, vijana waliweza kulazimika kulala njiani. Taita Taveta, sehemu za Kwale, na mnaelewa sehemu zile usalama umedorora. Wabunge ambao waliweza kuwakusanya hawa wananchi wakatoroka. Serikali wakiwapigia simu haiwajibu. Na serikali iliweza kuwakusanya iti kwamba wanaenda kuwapiga wananchi jeki ya kuwapea shilingi 22,000 wafanyie biashara. Ama serikali ilikuwa inataka zile 22,000 ambazo waliweza kuwapea wananchi wazitumie kama nauli, waongeze mafuta, watumie mahala ambapo wanalala, walipe chakula, kila kitu. Kijana power. Mimi kwa majina naitwa Komora kutoka Kinakomba Ward, na nataka nimuulize huyu Meja Godhana, saa zile pale kwa kulonchi huu mradi wa Nyota alikuwa pale kwa podium. Saa hii ametoroka, mabasi yamekwama, hatuna mafuta, tumekwama hapa Minjila na yeye ameenda. Na baadaye tena akuja aseme anataka kura zetu. Sisi kama vijana tunasema hatukubaliani na matendo yenye ametufanyia leo. Ako wapi Mheshimiwa Said Bua Hirpai? Leo mnatutesa hapa Minjila, nyinyi mmekaa huko mnastarehe. Hata kwa kwanza kufika. Hiyo ni nini sasa mmetufanyia? Kwa hivyo tunataka tuwaeleze taifa mzima watambue kuwa leo sisi watu wa Tana River na Kalole kwa ujumla tumefanywa mbaya. Yale mateso ya jana mmetufanyia, tukalala nje, hatukula, tumebaki na njaa, kina mama watoto waliwatesa, hakuna hata chakula chenye tumekula. Kwa hivyo mimi nataka taifa yote ijue kwa sisi tumedhulumika. Hii ndio hali halisi Minjila. Wamama wamekaa chini, hawajui wafanye nini, makwao hawajafika, mabwana zao wanawangojea, wao bado wako huko, bado tuko na wao, wengine ni walemavu, hawajiwezi. Serikali inatuambia ina mafuta. Is this fair? Wanasema wanatafuta mafuta. Kwani pesa ilikuwa haijatolewa? Kama wanakula pesa ya mafuta watuambie bwana. Na kama ni ile tumetoa tuchangi. Jana tumelazwa huko kwa barabara Malindi. Hakuna accommodation, na wametuandikia accommodation and logistic will be provided. Na mama kwa chini wamekaa. Wengine wao wako ndani na watoto wao. Watoto wadogo kama hawa, baridi na wapija, hakuna mahali ya kulala. Jana wamepigwa na baridi pia. Bado wamelala mama wenyewe. This is not fair bwana. This is not fair. Sasa serikali mjue chenye mtafanya, lakini sasa tunaharibu. Nina matumaini kwamba umeweza kuangalia. Wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, bonyeza kengele tafadhali.
like video hapa, kuna penye umekuandikia like, ninakuomba uweze kufanya hivyo, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umechangia kwenye uendelezaji wa hichi kituo kiendelee kupanuka na kiendelee kukaa kubwa. Sasa mpenzi mtazamaji, hatujawahi ona rais mwenye anaondoka Nairobi anatembea kote nchini na hakuna kitu ambacho anaenda kukifanya isipokuwa tu kukonifamu simu yako kama imeweza kupokea SMS ya M-Pesa ya kupokea shilingi 22,000. Wacha niulize, rais angeketi Nairobi atafutiwe majina atumane yeye mwenyewe, hizo pesa hazingefika au nini? Badala ya kuharibu mafuta ya ndege, ya kuharibu pesa za serikali kutoka all the way mpaka Tana River, kutoka all the way mpaka Garissa, mpaka Mombasa, mpaka Kisumu, mpaka Kisii, Bometi, kuenda kugawa pesa za Nyota Fund ambazo ameweza kupewa msaada wa mkopo kutoka World Bank. Angeketi tu chini atumane pesa kuliko kuzunguka kote nchini. Wanaharibu pesa za mobilization, wanaharibu pesa za movement kwa hii serikali kutoka sehemu moja kuelekea nyingine, na siku hizi mnasikia serikali wanatumia pesa nyingi sana kipindi ambapo wanatembea. Ona sasa wameweza kuwaacha wananchi kwa barabara na wakiliwa na simba, wakiliwa na wanyama wa pori. Unasikia kina mama wengine walikuwa wajawazito, wengine walikuwa na watoto wao, wengine wamelala nje, haijulikani iwapo familia yao itavunjika au itaendelea, kwa sababu mama aliondoka nyumbani akaacha mzee nyumbani. Tukiwa tunaendelea na nyinyi raia mnatuangusha atakana kwamba tunaenda kupewa pesa, mnatuangusha. Ndio lazima niwaambie ukweli, mnatuangusha. Mnajua hii serikali ni ya watu waongo, tukianzia rais mpaka viongozi wa chini, na nyinyi mnakubali tu, mnabebwa kama mizigo muende kusherehekea serikali. Hebu niambie sasa, tupige hesabu. Wamekupea 22,000, mahala ambapo ulilala sio serikali iligharamia, wengine wameeleza hivyo. Chakula ambacho ulikula sio serikali iligharamia, ni wewe uligharamia. Mafuta yameisha kwa gari, mtalazimika hata kuchanga 500 mweke mafuta magari muende. Ni pesa gani sasa ulienda kuchukua? Uliendea 10,000. Of course hizo 10,000 ni nyingi, lakini uliziendea. Hii serikali unajua kitu ambacho wanajali sana ni waweke mafuta gari, mufikishwe site penye watakuwa, ili picha zipigwe waweke online, wapige picha waweke online, waseme kwamba rais anapendwa. Lakini jinsi ambavyo mtaondoka, serikali haitaki kujali. Mahala ambapo mtalala, serikali haitaki kujali. Viongozi ambao waliwa mobilize kipindi hicho, nyinyi mmeweza kuzubaa barabarani, mmeishiwa mafuta, wao wako makwao, wanaenjoy na familia zao, wanakula mikate ambayo imepakwa siagi vizuri. Kama ni nyama wanapendua nyama choma hapa, wanakunywa na kajuisi. Sisi tukiwa tunapiwa kijibaridi. Wakenya lazima tuweze kudhamini maisha yetu. Hatuwezi tukajirusha chua hivi. Sisi ndio matajiri wa hawa serikali ama hii serikali. Tukikataa kukusanywa tuende kupigia serikali makofi, itabidi serikali ikuje kututafuta. Hapo hatutakuwa tumeweza kuhatarisha maisha yetu. Sasa hebu niambie, hawa ambao walikuwa wanasherehekea serikali, iwapo mafuta yangewaishia mstunini, ni kipi ambacho kingetendeka? Tungekuwa tunazungumza story nyingine sasa hivi. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba hii serikali haitaki kujali wananchi, haina huruma na wananchi kabisa. Wao haja yao kubwa ni kupiga picha, waweze kupakia mitandaoni, waonekane kwamba wanapendwa. Lakini mahala ambapo unalala, kile ambacho umekula, yale ambayo unapitia, hawataki kujua.
Kwa hivyo wananchi, tusiruhusu kubebewa akili na viongozi. Wacha tuwabebee viongozi akili, wakuje kutafuta mpaka mahala ambapo tupo, sio kubeba kwa magari, tunaenda tunawachwa, tunahatarisha maisha yetu. Sasa hivi hichi kikundi kimeweza kuona ni vibaya waliweza kufanya kukusanywa kipindi ambapo wameachwa barabarani. Nina imani Wakenya mnaendelea kujifunza lesson. Hebu jiulize, kama wanatafuta muhula mwingine wa kura lakini wanatuacha barabarani, je, wakishinda huo muhula mwingine ambao wanataka, watatufanyia nini? Kama sasa hivi wanatafuta muhula mwingine 2027 lakini ndio wanatufanyia hivyo, wanatuacha kwa barabara, wakishinda sasa ni nini kitatendeka? Kwa hivyo wapenzi watazamaji, ninawaomba Wakenya, kama unajali maisha yako, wacha serikali ikuje mpaka mahala ambapo tupo, lakini sio sisi ndio tunaenda kutafuta serikali. Haiwezekani, haiwezekani. Hawa viongozi wako na haja tu ya picha zetu. Na tena nauliza, kwani rais angekaa Ikulu atumane hizo pesa kuelekea kwa wananchi, hazingefika? Au lazima aende kukonfirm kwa M-Pesa kwamba pesa zimeingia? Wanachafua pesa left, right and center. Wazo lako ni lipi? Tusipojichunga hakuna mwenye atatuchunga. Sisi ndio tunapaswa kujichunga. Mimi ni Bwana Ezra. Iwapo nimekukwaza, sitosameane.